Haleluya. Ningependa tuseme sana kuhusu mwenye haki. Haleluya. Mwenye haki. Na ningependa tufungue Biblia zetu katika kitabu cha Luke kifungu cha kwanza. Tuanze pale mstari wa 5 hadi mstari wa 14. Na nilisema ninaponena mnasoma. Luka ni moja mstari wa 5 kuteremka hadi 14. Luka 1:5 inasema, zamani za Herode mfalme wa Uyahudi palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmoja wapo wa uzao wa Haruni jina lake Elizabeti. Wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elizabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwagukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana ndoa yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yohana. Nawe utakuwa na furaha na shangwe, watu wengi watafurahia kuzaliwa kwake. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimesema katika siku ya leo nataka tusemesane pamoja juu ya wenye haki. Mwenye haki ni nani? Mwenye haki ni mtu yule ambaye utenda mapenzi yake Bwana. Mtu yule ambaye ana lawama katika sheria na amri zake Mungu. Jina lake Bwana lipewe sifa. Amen. Na maandiko katika asubuhi ya leo katika hiki kitabu cha Luka yanasema kana kwamba wakati wa mfalme Herode, tunajua kana kwamba sifa za mfalme huyu Herode asikuwa sifa nzuri kwa wateule. Si ni kweli? Ni kwa maana alikuwa ni mtu wa kuvinyilia wenye haki. Jina lake Bwana lipewe sifa. Na maandiko asubuhi ya leo yanasema kana kwamba wakati huu wa mfalme Herode, zamani za mfalme Herode, kukawa na mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Zakaria. Jina la Bwana litukuzwe. Na maandiko yashuhudia kana kwamba Zakaria alikuwa ni mwenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Haikujalisha mapito na kungoja sana kwake Zakaria. Neno sema kana kwamba akawa na mke ambaye aliitwa Elizabeti. Alikuwa ametoka katika nyumba ya ukuhani ya Haruni. Jina la Bwana lipewe sifa. Pia Zakaria naye alikuwa mkuhani katika wakati ule. Alikuwa mtumishi wake Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua tunaonanga kana kwamba mapito mangumu makali yanapitia wale watu ambao ni wa chini katika kiwango cha wokovu. Haleluya. Lakini jambo ni kana kwamba ukisoma Biblia sana utapata kana kwamba wale watu ambao walikuwa ni wakuu katika ufalme wa Mungu, walikuwa manabii, walikuwa makuhani, walipitia makali mno. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hakika hii yetu ni mapito tu, tunapitia tu, lakini kuna wale ambao walipitia mambo mangumu sana.
Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko yanadhibitisha kana kwamba mke wake Elizabeth alikuwa tasa, hawakuwa na mtoto. Haleluya. Hata katika kumtumikia Mungu katika haki, hata katika kukaa maisha yale ambao hayana lawama. Jina la Bwana lipewe sifa. Maandiko sema kana kwamba hawakuwa na mtoto, na neno linathibitisha kana kwamba walikuwa wazee, na sio wazee tu. Biblia inasema wazee sana. Jina lake Bwana lipewe sifa. Hawakuwa wazee. Unajua mimi ni mzee, Mama Eza ni mzee, Jen ni mzee, Mama Kim ni mzee, lakini hawajafikia kiwango kile ambacho Zakaria na Elizabeth walikuwa wamefikia. Amen. Maandiko yanashuhudia kana kwamba walikuwa ni wazee sana, lakini katika uzee wao maandiko yanadhibitisha kana kwamba hawakuwa na lawama mbele zake Mungu. Walitembea katika haki ya Mungu, walitembea katika utakatifu, walitembea katika sheria na amri zake Mungu. Ukiona Biblia ikidhibitisha kana kwamba hawakuwa na lawama, imagine wanasemekana hawakuwa na lawama. Usisahau kana kwamba hawa watu walikuwa na mangumu ya mapito ya maisha. Hawakukaa maisha manyofu vile ambavyo tunaonanga. Haleluya. Walikaa katika kuvinyiliwa, lakini hata katika kukoza kutimiziwa haja za mioyo yao, katika wakati ambao walikusudia, walitalanjia Mungu akawatimizie, hawakuchoka, hawakufa moyo, hawakurudi nyuma, hawakungengeuka, hawakumwacha Mungu. Jina lake Bwana lipewe sifa. Waliendelea na kumheshimu Mungu, waliendelea na kutafuta utakatifu, waliendelea na kukaa katika sheria na katika amri zake Mungu, waliendelea kumtumikia Bwana. Haleluya. Unajua wakati mwingi unangoja Bwana akutendee jambo, na unakaa unaona ni kana kwamba amekawia, unaanza kufa moyo, unaanza kushuka. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaanza kungeungeuka, unaanza kumwacha Mungu, unaanza kumlaani Mungu, unaanza kumlalamikia Mungu. Lakini maandiko asubuhi ya leo yatuambia kana kwamba na katika zamu yake Zakaria inapofika, katika wakati wake wa kutoa dhabihu katika madhabahu ulipokuwa ukifika, alikuwa anatumika vizuri. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Unajua wakati mwingi huwa unaacha ile nafasi yako ya kufanya kazi, huwa tunaacha ile nafasi ya utumishi wetu. Haleluya. Lakini tuko na haki ya kuvumilia katika hali, katika mapito na kungoja Bwana. Haleluya. Mzoeni anasemanga kucheleweshwa sio kunyimwa. Haleluya. Na hili ndilo jambo ambalo Zakaria na mke wake Elizabeth walitambua. Walisema kana kwamba hata kama Mungu hatachelewa kunitimizia moyo wangu, nitaendelea na kumtumikia, nitaendelea kuwa katika uaminifu wake Bwana, nitaendelea kukaa katika amri na sheria zake, nitaendelea kuwa mwenye haki mbele zake Mungu. Haleluya. Unajua sisi tunachoka haraka tunapongoja Mungu atutimizie mahitaji yetu. Haleluya. Tunapongoja Mungu na akawie. Haleluya. Tunakaa ni kana kwamba tumechoka, tunakaa kana kwamba tumeacha imani, tunakaa ni kana kwamba tumeacha kumtumainia yule Bwana. Jina lake Bwana lipewe sifa.
Ndio maana Daudi akasema kana kwamba wamngojao Bwana ni kama mlima Zayuni. Jina la Bwana lipewe sifa. Na hawatatikizika. Ni kwa maana na hata wakati ule ambao unahitaji la kutimiziwa naye Bwana bado hajakuacha. Hata kama hajakutimizia hajakuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Na anasema kana kwamba mipango niliyo nayo kwenu ni mipango mizuri, wala sio mipango mibaya. Ni mipango ya kutupa tumaini, ni kwa sababu ya wakati ujao. Haleluya. Kwa hiyo Mungu wetu ako na mipango mizuri ya hatima ya maisha yetu. Haleluya. Sio ati kana kwamba alikuwa amemnyima Zakaria na Elizabeti mtoto, lakini alikuwa anangoja wakati wake uvike. Unajua uwezi ukalazimisha wakati wa Mungu kufika katika maisha yako. Haleluya. Amen. Zingine unapanda mlimani, unapunga, unalala chini, unamuomba Mungu, unamlilia Mungu, na unatoka mlimani, unangoja Mungu akutendee. Si kweli? Na hatimaye unaendelea kungoja ule Mungu atende. Umefunga siku 40, 30, 21 na umetoka mlimani na unangoja Bwana hatimize ile hitaji lako, na wale wakati Mungu anakosa kutimiza. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati Mungu anapokosa kutimizia hitaji lile lako, ombi lako katika wakati wako, haimaanishi kana kwamba sio mtakatifu, haimaanishi kana kwamba sio mwaminifu. Haleluya. Anabaki kuwa mwaminifu hata wakati hajatimiza. Haleluya. Neno lake Bwana latuambia kana kwamba na wakati ukawandia, wakati ukafika, wakati wa kutimiziwa kwao Zakaria na Elizabeth ukawandia. Na neno nasema kana kwamba na malaika wa Mungu akamtembelea Zakaria. Haleluya. Na akamwambia sasa nitaenda kukubariki. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakati wa kubarikiwa kwako ukifika mteule, hakuna chochote cha kupinga. Najua tunasema kana kwamba kuna wakati wa uzee unafikia mahali inakuwa kana kwamba mtu hawezi akapata mtoto. Najitanga menopause. Umepita menopause. Yaani uwezi ukapata mtoto. Lakini neno lake Bwana anasema kana kwamba wakati ukapika, wakati ukawajia, wakati wa kubarikiwa kwao ukawa umefika. Jina la Bwana lipewe sifa. Na huyo Mungu unajua anasema kana kwamba sichelewi wala sikawi, mbali mimi naja katika wakati wangu. Wakati wake Mungu haujui ujana, haujui uzee. Jina la Bwana lipewe sifa. Haujui miaka 10 wala miaka 100, lakini unapoandia anatenda kusudi lake juu ya maisha yako. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema kana kwamba na malaika alipomtembelea Zakaria akamwambia sasa nitakubariki, na mke wako Elizabeth atapata mimba na atazaa mtoto. Imagine wale watu Biblia imesema sana kwamba walikuwa wazee sana. Na sasa malaika wake Mungu amewajia. Anasema kana kwamba nitawabariki, na yule mtoto mtakayemzaa ataitwa Yohana. Huyu ni yule Yohana ambaye ni mpatizaji aliyepatiza Yesu. Na hao watu hawakuwa na mbuni la kumbarikiwa, ni kwa maana hapa ndipo njia ya wokovu ilipatikana. Jina la Bwana lipewe sifa. Wakacheleweshwa, lakini wakati wake Mungu ukafika. Unajua wakati mwingine inafika wakati nasema kana kwamba kweli na nimemtumainia Mungu,
nimemngoja Mungu, nimemuomba Mungu, nimemlilia Mungu hii miaka yote. Wakati wako ukifika unakuwa na shaka. Si ni kweli? Kuna wakati unafika unakuwa na shaka. Na kweli naweza nikabarikiwa. Ni wangapi wanaweza wakaendesha ngali hapa? Ni wangapi wanaweza wakaendesha ngali? Ni wangapi wanaweza wakabarikiwa na ngali hapa? Haya, unaona sasa wengine hata wataki kuamini kana kwamba wanaweza wakabarikiwa wakainuliwa na ngali. Haleluya. Hata sasa katika ujana wenu hamuamini, mnaona kana kwamba imepita kiwango. Haleluya. Lakini wawaje na mwambie kana kwamba haijapita kiwango cha kumbarikiwa na kuendesha pia. Haleluya. Lakini ilifika wakati Zakaria akawa na shaka. Bwana Yesu apewe sifa. Na akawa na shaka kwa malaika. Lakini jambo lililotendwa, kwanza alionyeshwa ishara kana kwamba inawezekana. Ni kwa maana aliposema tumezeeka, mke wangu amezeeka, itawezekanaje? Malaika wa Mungu akamwambia, na sasa, kutoka sasa mpaka wakati mke wako Elizabeti atakapopata mimba utakuwa bubu, hautaongea. Haleluya. Unajua ilikuwa vile, ilitendeka na kuwa vile. Yule jamaa hakuongea tena, alinyamaza. Haleluya. Ishara ya kana kwamba Mungu ako na uwezo wa kuwabariki, atambue. Haleluya. Na wakati ukawandia na wakambarikiwa. Jina lake Bwana libosiwa. Wateule, nataka niwaambie katika asubuhi ya leo, wakati wanja wa kumbarikiwa kwako. Wakati umewandia wa kuinuliwa kwako. Wakati umefika wa kutimiziwa hitaji la moyo wako. Ukiangalia katika kitabu cha Mwanzo utapata Isaka wakati ukafika na akamuoa Rebeka. Lakini maandiko sema kana kwamba na Rebeka alikuwa tasa pia. Haleluya. Rebeka akawa ni tasa. Lakini Isaka akaamua akasema kana kwamba nitaenda mbele zake Mungu na nitalitia jina lake Bwana, ndiposa anitimizie hitaji la moyo wangu. Haleluya. Ni maandiko sema kana kwamba na Isaka akamuomba Mungu. Isaka akamuomba Mungu na Rebeka akapata mimba na akazaa mtoto. Haleluya. Jina lake Bwana lipewe sifa. Vile vile Abraham na Sara walikaa hadi wakati wa uzee wao, lakini walimngoja Bwana katika haki. Haleluya. Jambo wateule ni kungoja Bwana kwa haki. Haleluya. Umngoje Bwana bila lawama. Kuwe kana kwamba hakuna mtu anaweza akakunenea jambo ambalo ulilolitenda kwa haki yako. Haleluya. Bali watu wote wanaona kana kwamba utakatifu wake Bwana uko ndani yako. Wateule tuache kuwa na lawama. Haleluya. Tukae maisha ambayo ni ya uteua. Tuishi maisha ambayo ni ya kumngoja Bwana. Tujifunze kungoja Bwana wateule. Haleluya. Tuache kuchoka. Haleluya. Unajua kungoja Bwana haimaanishi utamngoja miezi miwili, mwaka mmoja. Unaweza ukamngoja miaka 50. Haleluya. Sina kudanganya kana kwamba utatimiziwa kesho. Haleluya. Lakini waache nikuambie kana kwamba wakati umewandia, Bwana anaenda kututimizia. Haleluya. Jambo ambalo ulilingoja sana katika hamu ya moyo wako, njua kana kwamba wakati umewandia. Lakini jambo ni kana kwamba wateule tumngoje Bwana katika utakatifu. Tungoje Bwana tukitembea katika amri zake. Tutimize neno lake Bwana. Tujifunze kuvumilia. Jina la Bwana lipewe sifa. Sara na Abraham, maana wasema kana kwamba
kitabu cha Mwanzo, na Abrahamu wakangonja, na ikawandia miaka 70, na Bwana akamuahidi. Unajua Bwana uahidi, na anapoahidi sio kumaanisha kwamba ametimiza. Anaahidi na anangoja haone uvumilivu wako. Bwana Yesu apewe sifa. Alimuahidi Abrahamu, akamwambia nitakubariki, utaitwa baba wa mataifa yote. Akamwambia watoto wako watakuwa, uzao wako utakuwa kama mchanga wa baharini. Imagine vile na ingiwa mambo makuu na Mungu. Na baada ya miaka hii 70 ya Abrahamu, akiwa na miaka 70, alingoja. Sio kana kwamba alitimiziwa kesho yake. Anapoahidi Bwana hana wakati wa kuhesabiwa. Haleluya. Unamngoja katika wakati wake. Imagine baada ya kumwahidi alikawia miaka 25. Si hata mzazi anakuahidi wakati mwingine. Wakati mzazi anakuahidi anakutimizia kesho. Mzazi ataweza anakuahidi na amalize miaka nitakunulia shamba. Unaweza ahidi na kawie ende miaka 10. Maandiko wasema kana kwamba na Abrahamu akangoja miaka 25 pasipo kutimiziwa ahadi ambayo Mungu alikuwa amemwahidi. Sio kana kwamba Mungu alikuwa ameacha. Sio kana kwamba Mungu aliacha kuwa na uaminifu wake wa kutimiza. Kwa hakika Mungu wetu ni mwaminifu na anaheshimu neno lake. Yeye anaponena anaifuatilia neno lake na anaitimiza, lakini ni katika wakati wake. Na unajua kana kwamba wakati wa mwanadamu sio wakati wa Mungu. Haleluya. Jina lake Bwana lipewe sifa. Mungu yuna wakati wake. Tukasema kana kwamba baada ya ile miaka, wakati Abrahamu alipotimia miaka 99. Haleluya. Abrahamu alipotimiza miaka 99, 99 years, malaika wakatembea. Mbele za kwamba Abrahamu alikuwa na sala katika hema ambalo walikuwa wanamwabudia Mungu, na wakaona wageni wakija na akawalaki, na akaahidiwa akaambiwa kwamba sasa Sara atapata mtoto. Baada ya kuwa taza, baada ya kucheleweshwa, baada ya kukawia, kuna kutimiziwa wateule. Haleluya. Abrahamu kanena na wazee, kumwambia sasa Sara atachukua mimba na atazaa mwana katika wakati huu. Haleluya. Wakati wake Bwana ukawandia kutimiziwa ahadi Abrahamu. Lakini kwa maana Mungu alipomtimizia kwa maana halimbaki kuwa mwaminifu. Haleluya. Alimbaki kuwa mwaminifu. Alimbaki kuwa mwenye haki. Na ndio maana Abrahamu ndio anasema kana kwamba na Mungu akamhesabia haki. Haleluya. Abrahamu alihesabiwa haki ni kwa sababu ya uvumilivu wake. Ni kwa sababu ya saburi yake. Ni kwa sababu ya kuwa na moyo wa kungoja. Ni kwa sababu ya kukaa katika haki ya Mungu. Ni kwa sababu ya kukaa katika neno lake Bwana. Ni kwa sababu ya kukaa katika ahadi zake Bwana, akizingoja katika utakatifu. Haleluya. Wakasema kana kwamba na Sara alikuwa pale ndani, aliposikia akacheka sana. Haleluya. Ni kwa maana hakuamini. Alikuwa anajua kana kwamba wakati umepita. Wateule nakuambia asubuhi ya leo,
hakuna miaka mingi ya kuinuliwa na Bwana katika maisha yetu. Hakuna miaka mingi ya kumbarikiwa na Bwana katika maisha yetu. Wateule, tuendelee kumngoja Bwana na wakati wake unapovika. Unajua wakati wa kila mtu utafika. Haleluya. Unajua wakati wa Mama Esther sio wakati wangu. Wakati wa Mama Esther na Mungu sio wakati wangu na Mungu. Haleluya. Kila mtu ako na wakati wake na Mungu, lakini inategemea ni maisha ya aina gani yale ambayo unayokaa. Haleluya. Inategemea ni imani gani uliyo nayo katika kumngoja Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Kiangalia katika kitabu cha Ayubu. Nasema kana kwamba Ayubu, tunajua historia ya Ayubu, mateso, mapito yake. Lakini jambo linalonifurahisha katika maisha ya Ayubu ni kwa maana alikuwa mwenye haki. Alibaki kuwa mwenye haki hata katika mapito, hata katika kuchongwa kwake, hata katika kurekebishwa kwake. Ayubu alibaki kuwa mwenye haki. Kwa hakika ninasema kana kwamba hata katika mapito haya yote Ayubu hakumtenda Bwana dhambi. Jina la Bwana lipewe sifa. Kumaanisha alikaa mwenye haki hata katika mateso. Alikaa mwenye haki hata katika kilio. Jina la Bwana lipewe sifa. Na maandiko hatimaye sema kana kwamba kuna matumaini. Haleluya. Ayubu alijua kuna matumaini baada ya dhiki, baada ya faraja, baada ya kilio, baada ya mapito, baada ya kucheleweshwa. Kuna wakati waja. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kwa maana kuna matumaini. Akasema kuna matumaini ya mti uliokatwa. Haleluya. Unaweza ona kana kwamba biashara yako ilifikia wakati ikasimama, ni kana kwamba ilikatwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza ukaangalia ukaona watoto wako ni kana kwamba walivika kikomo. Jina la Bwana lipewe sifa. Unaweza ona kana kwamba ni kama hakuna matumaini mbele ya hapo. Lakini asubuhi ya leo na kuambia kama Ayubu, kuna matumaini ya yule mti ambao umekatwa kuchipuka tena. Haleluya. Nasema kana kwamba na machipukizi yake hayatakoma. Wateule, wakati Mungu anaanza kutumbariki, wakati Mungu anaanza kutuinua, wakati Mungu anaanza kutulejeshea, ni kwa maana Mungu wetu ni wa ulenjesho. Basi baraka zake hazitakuwa na kikomo. Uzima ambao anaenda kutupa hautakuwa na kiwango cha kupima. Jina la Bwana lipewe sifa. Nasema kana kwamba uibuka kama utakaa kama mti uliopandwa kando ya chemichemi za maji. Haleluya. Na vile nao ninavyosema, vivyo ndivyo ilivyokuwa katika maisha ya Ayubu. Wakati mti wake ulipoanza kuchipuka au kukoma tena, halibarikiwa, haliinuliwa, halipata neema, halipata kimbali mbele zake Mungu. Haleluya. Najua wakati mwingine Mungu, unapokaa maisha ya mwenye haki, unapokaa maisha ya utauwa, unapokaa maisha ya amri na sheria zake Bwana, inafikia wakati Mungu anakutetea. Haleluya. Kuna wakati wa kutetewa na Mungu. Kuna wakati wa kuinuliwa. Kuna wakati wa kupata hii neema yake Bwana mbele zake Mungu. Lakini ni kwa wale watu ambao wameamua kukaa katika haki ya Mungu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa.
Angalia kitabu cha Mwanzo, Lutu. Ikafikia wakati baada ya Abraham kutembea na Lutu, mtoto wa ndugu yake, na kufika mahali ambapo Mungu alipokuwa amemwaini kumbarikia. Neno nasema kana kwamba na wakati ukawandia, ukawa na ungomvi katikati ya wachungaji wa Abrahamu na wachungaji wa Lutu. Na sasa wakaamua kutengana ama kuachana, kila mtu akae mahali pake. Na nasema kana kwamba na Lutu alipotazama na kuangalia Yordani, akaona mahali pa chemichemi za maji. Akaona mahali ambapo kuna malisho ya mifugo, na akaamua kuteremka Yordani ambayo ilikuwa imepakana na Sodoma na Gomora. Jina la Bwana libosifiwe. Maana sema kana na wakati ukafika Sodoma ikamtenda Bwana dhambi. Sodoma ikakataa kukaa katika haki ya Mungu. Sodoma ikaacha kukaa katika utakatifu wake Bwana, ikaazi, ikamfukuru Mungu, wakatenda yale ambayo Mungu hakupenda. Haleluya. Maandiko yasema kana kwamba na wakati ukawandia wa kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora, lakini Abrahamu ambaye alihesabiwa kuwa mwenye haki, ambaye Lutu naye alikuwa ni mwana wa ndugu yake, akaamua kutetea mwana wa ndugu yake Lutu. Jina la Bwana libosifiwe. Lakini mwanadamu hawezi akakutetea mbele zake Mungu pasipokuwa na utakatifu na haki ya Mungu juu ya maisha yako. Haleluya. Hata wakati unapotetewa na wanadamu, jaribu uwe na haki kwake Bwana. Haleluya. Maana usema kana kwamba na Ayubu akamuuliza na kama kutakuwa na watu 10 pale, 5 pale, 2 pale, utawaangamiza walio wenye haki? Uzuri wa Lutu na nyumba yake mahali pale, walikaa katika haki ya Mungu. Walikaa katika utakatifu wake Bwana. Walikuwa hawana lawama. Unajua maeneo yanabadilisha. Jina lake Bwana libosifiwe. Na ndio maana tunasemanga kwa Kikamba tunasema kitindo cha ladhu. Kitindo cha ladhu, kitindo kidogo nikibino wangu ikalile museo. Haleluya. Kitindo kidogo nikibinua mwikalile museo. Yaani ushirika mbaya unabadilisha wema, ama watu wazuri wanabadilishwa na ushirika ulio mbaya. Jina lake Bwana libosifiwe. Lakini jambo ni kana kwamba hata kama uko katika maeneo ambayo ni ya watenda dhambi, mbaki kuwa mtakatifu. Mbaki kuwa mwenye haki mbele zake Mungu. Kaa katika sheria na amri zake Bwana ukiwa katikati yao. Bwana asifiwe. Watambue kana kwamba kunaye Mungu ambaye mtakatifu, ni kwa maana unadumisha utakatifu katikati yao wakiwa watenda dhambi. Jina la Bwana libosifiwe. Jaribu uwe na nguvu na uwezo wa kuambadilisha mbali wasikumbadilishe. Haya ndiyo maisha ambayo Lutu amekaa mahali pale Sodoma. Hakumbadilishwa na ile hali iliyokuwa mahali pale, ingawaji alikuwa anakaa pale. Alikaa akimcha Mungu. Alikaa katika haki Bwana. Alikaa katika utakatifu. Alimbaki kuwa hana lawama. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mahali pale. Na ndio maana wakati ukawandia, Mungu akamhesabia haki mahali pale alipokuwa akiangamiza wenye dhambi. Lutu alitolewa mahali pale, hakuangamizwa pamoja na Sodoma na Gomora. Jina la Bwana libosifiwe. Wateule tusiangamie pamoja na wenye dhambi. Haleluya.
Wacha Bwana akatutoe katikati yao, akatutenge wakati anapowaadhibu, tusiadhibiwe pamoja nao. Jina la Bwana libarikiwe. Ili ni kwa sababu ya kukaa katika haki. Hii itatendeka unapokaa ukimcha Mungu. Hii itatendeka maishani mwako wakati utakosa kuwa na lawama la dhambi katika maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Siku hizi nina keep time. Nina keep time. Nimepitisha dakika 2. Haleluya. Zile mlikuwa mmenipea. Ingawaje ndipo utaisha, lakini tutakoma mahali pale. Tutaendelea kesho ama kesho kutwa. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo moja nataka tujifunze, wateule, tujifunze tu. Unajua kukaa katika haki ya Mungu itategemea na upendo wa moyo wako katika Bwana. Kama utampenda Bwana, utatenda dhambi. Haleluya. Wokovu utaanza katika upendo. Kama vile wokovu wetu ulianza kwa upendo wa Kristo Yesu, akajitoa akiwa hana lawama, hana dhambi, akahesabika kuwa dhambi ni kwa ajili yetu. Haleluya. Amen. Nasi katika kuhesabiwa haki itatugharimu. Haleluya. Kama ilivyomgharimu Kristo, itatugharimu sisi. Tuamue tu kukaa maisha ya utaua ya wenye haki. Tutafute ushuhuda wa Bwana katika maisha yetu. Kuna watu Mungu aliwashuhudia. Abrahamu alimhesabia kuwa mwenye haki. Alimshuhudia kuwa huyu ni mwana wangu na ako na haki. Haleluya. Zakaria tumeona na Elizabeth, hata baada ya kucheleweshwa alihesabiwa kuwa mwenye haki, ni kwa sababu ya uvumilivu na kumngoja Bwana. Wateule katika maisha ya uteua kuna kumngoja Bwana. Haleluya. Kuna kumngoja Bwana na wakati wake utafika. Haleluya. Tushukuru Mungu. Jehova Mungu wetu na Baba wetu, Mungu mwema na Mungu mkuu, mwenye enzi, mtakatifu wa Israeli, Baba wa mataifa, tunakuabudu, tunakupa sifa, tunaliheshimu jina lako. Tunasema ni asante, ni kwa sababu ya wema na fadhili zako Yesu. Asante ni kwa sababu ya matendo yako mema katika maisha yetu Bwana. Wambaki kuwa Mungu. Umekuwa Mungu wa baraka kwetu Jehova. Umetupa siku nyingine ya kukutana katika hema lako na kukutolea ibada. Sasa Bwana imekamilika ibada ili la kwanza. Shuka Bwana ukatende mema, ukafuatilie neno lako, ukatuhesabie wenye haki mbele zako, ukaturekebishe Bwana, tuelekeze kukaa katika amri na sheria zako. Tuhesabiwe kuwa Bwana hatuna lawama, ni kwa sababu ya utukufu wa jina lako. Asante Yesu, ni kwa sababu ya watu wako Bwana ambao wamesikia neno hili. Mungu wangu, najua kana kwamba umefungua masikio yao ya kirohoni, wamepokea neno lako na litaenda kutenda kazi katika wakati wako Bwana, kwa jina la Yesu Kristo. Ibada ili Bwana inapokamilika, tunasema upokee sifa, upokee heshima. Tunapo kuingia katika ibada la pili, tuomba ukajitukuze Jehova, ukaachilie neema yako, ukaachilie Roho wako Mtakatifu Bwana. Shuka ukawe sehemu yetu kwa jina la Yesu Kristo. Dhihirika Bwana katika ibada hili tunaenda kutolea, ni kwa maana wewe ni Mungu. Imiliwa Bwana, mbarikiwa na kweli madhabahu, jitukuze, jitwalee utukufu katika sifa na maabudu yetu katika siku ya leo. Asante Yesu, ni kwa maana wewe ni Mungu na unatenda. Imiliwa, mbarikiwa, pokea sifa, heshima ni zako na hata utukufu. Kwa jina la Yesu tunaomba na kushukuru.